Nataka niwaambie umuhimu, na hili ni jambo la muhimu, umuhimu wa kufuata sheria, kanuni na taratibu kuanzia mwanzo wa mahusiano ya ajira, wakati wa mahusiano ya ajira, na hata mwisho, basi huo mwisho mwema kama mmekubaliana kumalizana. Sitarajii ninyi ambao mtahudhuria mafunzo hawa muwe wateja wangu kwa kushtakiwa kwa kuvunja sheria. Hakikisha unapoanza mahusiano ya ajira na mfanyakazi wa nyumbani, mpe mkataba wa ajira. Kwa nini tunasisitiza toa mkataba? Yale makubaliano yako, masharti yako yale ya ajira ya document, ili yaendane na mahitaji ya kisheria. Lakini mbali na kusisitiza mkataba ndio unao formalize mahusiano, ndio unaojenga utu, ndio unaonesha wewe sio mnyanyasaji. Zile taratibu zile zinalenga kuwalinda wote, kukulinda wewe mwajiri na kumlinda mfanyakazi. Haya mahusiano ya mdomo muda wote yanavunjwa, ndio unapata surprise. Unaondoka asubuhi, unasema naenda kazini, anasema samahani mama, sikukwambia tu bibi anaumwa kijijini, ndio nani naondoka saa hizi. Si ndio unaanza kuomba ruhusa na nini? Lakini kama mngeweka mahusiano rasmi, naye anajiona hapa niko salama, nimelindwa na utu umezingatiwa, na siwezi nikaondoka bila taarifa. Ndani ya mkataba mnaweka masharti, unapotaka kuondoka natoa taarifa ya mwezi mmoja kabla na nini na nini. Kwa hiyo nasisitiza haya ili kutengeneza mazingira ya kazi, mahusiano mazuri yenye ustaarabu. Mahala pa kazi palipo salama ndipo ambapo panaleta ustawi na baraka na mafanikio ya ujasiriamali wetu na kazi zetu. Laana zingine huwa tunazibeba tu wenyewe kwa kuwanyanyasa eti kwa sababu tu ni mfanyakazi wa nyumbani. Waajiri si washiriki tu, ni mawakala muhimu wa mabadiliko. Hii ndio sababu vyama vya waajiri ni muhimu sana, na mmemsikiza mwakilishi wa kutoka ATE. Vinatoa jukwaa la kujifunza, uwakilishi na sauti ya pamoja. Kwa hivyo ni muhimu mshirikiane kikamilifu katika vyama hivi ili kujenga jumuiya ya waajiri iliyo imara na inayotambulika. Wakati huo huo, vyama vya wafanyakazi kama CHODAWA vina jukumu kubwa. Kwa pamoja, vyama hivi vinaunda msingi wa mazungumzo ya kijamii ambayo ni kanuni kuu ya shirika la kazi duniani. Kupitia mazungumzo, heshima na ushirikiano, tunaweza kuzuia migogoro, kujenga uaminifu na kukuza kazi zenye staha. Kwa hivyo, nawahimiza, kwa sababu sisi wote hapa ni waajiri. Sio lazima uwe na hela mingi kuonyesha utu kwa ule mwenye anakufanyia kazi nyumbani. Maana vile wewe unatoka nyumbani ukienda kazini, yeye akibaki pale kazini, pale ni pahala pake pa kazi. Kwa hivyo utatengenezaje mazingira yake kukua safe kwa yeye kufanya ile kazi? Kile kidogo ambacho utaweza kadri ya uwezo wako kifanye. Tunapojiona waajiri, tunaajiri watumishi hawa, tunaamini kwamba tunatekeleza tutekeleze kima cha chini cha mshahara ambacho kimeainishwa kwenye tangazo la serikali 605A la mwaka 2025 tarehe 13 Oktoba, ili tuweze kwenda sawa na tuepushe migogoro ambayo inatupeleka kuja kule sini. Kwa hiyo lengo la warsha hii ni kuwafanya pia nyie muweze kutambua ni nani mfanyakazi wa nyumbani, ana umuhimu gani kwako, lakini wewe kama mwajiri pia una umuhimu gani kama mwajiri kwa mfanyakazi wa nyumbani? Unamwonaje wewe mfanyakazi wa nyumbani? Je, ni mtu kama mtu mwingine au ni mnyama? Na je, ana umuhimu kwako au hana umuhimu kwako? Kwa hiyo kwa kikao hiki cha leo, naamini kila mmoja ataondoka akiwa na taswira nzuri ambayo itasababisha yeye aweze kuishi vizuri na mfanyakazi wake. Kwa hiyo tunatamani leo waajiri tulionao hapa waondoke wakiona umuhimu wa mfanyakazi wa nyumbani. Watoe ile taswira ya kumwona mfanyakazi wa nyumbani ni muuaji, mfanyakazi wa nyumbani ni mwizi na mambo mengine mengi ambayo tumeweza kuwavika wafanyakazi wa nyumbani.